labda tuambie kwa kuanzia tu, huku mtaani kuna viduka vya dawa vingi, na kuna dawa zinaitwa dawa baridi yani zinauzwa kwenye duka lolote, zile Hedex, yani aspirin, Panado, yani viduka vya kawaida, hata viduka vya kwa mangi ndani huko, unaweza kwenda kukutana nayo. Kwa unavyosema sasa, maduka ya dawa muhimu ambayo yanatakiwa yapate kibali chenu, na utofautishie na yale maduka ya dawa baridi. Vile viduka kuna wengine mpaka kakibanda tukameniiniza vidawa hapo. Kwa ufupi tu, nafikiri swali zuri na ni eneo la uelewa kwa wananchi wengi atakiwa walielewe. Hii nchi ina taratibu nyingi, tuna sheria nyingi, lakini pia tuna sera za afya. Tuna sera ya afya ambayo inatuongoza, lakini chini ya sera ya afya tuna sheria nyingi na miongozo na kanuni nyingi ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusimamia, kuhakikisha usalama wa wananchi unakuwa kwenye hali ya usawa. Sasa kwenye ile eneo la upande wa maduka ya dawa ni eneo ambalo linawakanganya watu. Kihistoria, wakati tunapata uhuru hadi miaka 2000 tulikuwa na maeneo ya kutolea huduma za dawa, lakini yalikuwa ni ya jumuiya. Ilikuwa serikali na monitor. Tulikuwa tunaita maduka ya dawa baridi. Yale yalianzishwa kule maeneo ya pembezoni kwa ajili ya kusaidia wananchi wanaokosa huduma za msingi za awali. Ilikuwa kama sehemu ya kwanza ya mwananchi kuingia, alafu akitoka pale sasa anaweza kaenda kituo cha afya. Ilikuwa kama ni huduma ya kwanza naipata pale. Kwa hiyo kuanzia miaka 2000 hiyo mifumo ilianza kuboreshwa. Tulianza kuboresha mfumo wa utoaji wa huduma za dawa, tunasema za msingi, kutoka kwenye maduka ya dawa baridi, kutokana na changamoto ambazo zilionekana wakati wa uanzishwaji wake. Kwa hiyo ilikuwa ni kusaidia jamii, lakini kiuhalisia ukiangalia jinsi huduma zilizokuwa zinatolewa na maeneo yalikuwa yanatolewa yalikuwa hayadhibitiwi kwa hali ilikuwa inatakiwa kwa ajili ya kulinda usalama wa wananchi. Ukiangalia watu wa huduma walikuwa hawana sifa zile zinazotakiwa. Kwa mfano, mtu lazima awe ni mtu wa huduma ambaye ana elimu ya afya kwa kipindi kile, elimu ya afya. Lakini wakati wanaanzisha maduka ya dawa baridi ilikuwa ni mtu anajua kusoma na kuandika, anaweza kauza pale. Kwa sababu zilikuwa ni dawa za msingi zinaitwa dawa baridi. Kwa sababu zilikuwa dawa chache kama ulivyosema. Kupunguza maumivu, dawa za kupunguza kuharisha nini zilikuwa hizo. Sasa mwaka 2000 ikaboreshwa kwamba hizo huduma za afya ya msingi kwenye maduka ya dawa ziboreshwe. Sasa tuanze kutambua watu wa huduma mule wawe kweli ni watu ambao wana taaluma hizo za afya, lakini wao wana kozi za msingi. Sasa kwa sababu Baraza la Pharmacy kuanzia mwaka 2002 lilipoundwa rasmi, lilipewa hilo jukumu la kusimamia na taaluma. Hapo ndipo tulipoingia kuanza kuboresha eneo la kwanza chini ya TFDA kipindi hicho, mamlaka ya chakula na vifaa tiba. Ambapo sasa ilikuwa wakati mamlaka ya chakula na dawa. Sasa hizi ni mara kwanza ilikuwa ni mamlaka ya chakula na dawa, Pharmacy and Poison Board. Sasa hizi ikaja TFDA. Yes. TFDA mwaka 2003 imeundwa. Na ndipo program ya kuhuisha. Nakumbuka hii ndio ilikuwa inasajili pia maduka haya. Kuhuisha sasa kuna kuboresha kutoka kwenye maduka ya dawa baridi kwenda kwenye maduka ya dawa muhimu. Kwa kuboresha aina ya maduka yenyewe, lakini pia kwa kuboresha watu wa huduma wanaokuwepo pale. Ku standardize wale watu wa huduma. Ndipo mafunzo yalipoanza. Sasa kwa wale watu wa huduma ambao ni kada ya afya, wakaanza kupewa course maalum ya misingi ya utoaji wa zile huduma. Lakini pia yale majengo yakaboreshwa kutoka maduka ya dawa baridi kwenda kuitwa maduka ya dawa muhimu. Sasa dawa muhimu kuna baadhi ya dawa kwa sababu sasa wanaenda kutoa huduma, wanakuwa tayari wana sifa. Wakaongezewa baadhi ya dawa za msingi ambazo bado sababu yake ilikuwa ni vile vile kusave maeneo ya nje ya miji ambako huduma za afya, yani vituo vya afya havipatikani, viko mbali. Kwa hiyo huduma ya kwanza ilikuwa inaenda kupatikana pale mtu kabla sasa hajapewa rufaa kwenda hospitali. Ndio msingi wa chimbuko wa maduka ya dawa muhimu. Ngoto. Ndio. Kwenye baadhi ya maeneo, yani vile viduka vya dawa vinakuwa kama ndio hospitali. Yani ndio hospitali yao. Alafu yule mhudumu wa duka la dawa anakuwa ndio kama daktari. Yani kwa mtu akiwa na kakitu tu, bwana na punye hapa, yule anatazama punye na kutolea dawa. Anatoa hii nadhani nakoa anakutolea dawa ya kikohozi. Naumwa kichwa anakuambia unataka headache, unataka paracetamol, unataka Panado. Sasa hivi baada ya nyinyi kusajili na kupewa ile mamlaka ya usajili kutoka maduka ya dawa baridi mpaka maduka ya dawa muhimu, sasa yote yanaendelea concurrently, yale maduka dawa baridi yanaendelea bila wale wataalamu, na maduka ya dawa muhimu sasa yana wataalamu,
au hali ikoje huku mtaani? Hiyo tunasema hiyo evolution ya kutoka maduka ya dawa baridi kwenda maduka ya dawa muhimu, nimesema 2004 rasmi tulianza kuyabadilisha yale maduka. Kwa sasa hatuna duka linaloitwa duka la dawa baridi. Sasa ulishaondoka. Sasa duka la dawa muhimu. Sasa ukikuta duka halina vibali, labda tu kwa ufupi ni kwamba mwaka 2011 sheria ilirekebishwa. Sheria ilirekebishwa iliyounda Baraza la Famasi mwaka 2011. Ambapo sasa Baraza la Famasi ndilo lilipewa rasmi kwa sababu mwaka 2003 wakati TFDA inaundwa, mamlaka ya chakula na vifaa tiba ilikuwa na jukumu la kusajili haya maduka yote. Sisi kama Baraza la Famasi tulikuwa na jukumu la kusajili wanataaluma na kuwasimamia tu. Maboresho makubwa yamekuja kufanyika mwaka 2011, sheria mpya ya Baraza la Famasi ilipoundwa. Ndipo kapewa jukumu sasa la kuanza pia kudhibiti maeneo yanayotolea huduma hawa wanataaluma. Na kuwasimamia pale, maana kwenye maduka ya dawa anayetakiwa kuwepo mule ndani ni mwanataaluma tu. Tofauti na hospitali. Hospitali unaweza ukamkuta muuguzi, ukamkuta daktari, ukamkuta afisa maabara, ukamkuta mfamasia, kuna mtambuka watu mbalimbali wanaomhudumia mgonjwa. Lakini kwenye maduka ya dawa anayetakiwa kuwepo ni mwanataaluma wa famasi pekee. Anayetakiwa kutoa huduma. Sasa ndipo maboresho yalipofanyika 2011, baraza sasa likapewa kwamba lisimamia na maeneo yanayotolea huduma. Ndipo tukaanza rasmi kusajili sasa yale maeneo ya kutolea huduma. Hayo maduka ya dawa muhimu na mengine. Sasa ukikuta duka halina kibali, lipo huko uchochoroni cha baraza, halina kibali, halina nyaraka yote ile uanzishwaji wake, hilo sasa tunasema ni bubu bandia. Sio tena baridi, hatuna duka dawa baridi kwa sasa. Kwa hiyo tunasema hao ni maduka bubu. Sasa hiyo sasa inabaki ndio tuendelea kutoa elimu. Mpaka sasa tuendelea kutoa elimu. So mpaka sasa tumesajili zaidi ya maduka 15,000 nchi nzima. Hayo ya dawa muhimu. Sasa bwana huyu ananiogopesha. Yaani Tanzania watu milioni 60. Alafu maduka yako nyinyi mtakuwa mnasababisha haya maduka bubu yaendelea au sasa katika kama yala unajua hizi huduma za maduka ya dawa ni kama zina complement effort za serikali. Yaani serikali mpaka sasa hizi ukiangalia uboreshaji wa vituo vya afya umeenda hadi vijijini. Sasa afikia hadi vijijini kwetu kule kuna zahanati. Zamani kweli ilikuwa hakuna. Sasa hizi zahanati angalau zimesogea. Kwa haya maduka si kwamba nao ni sehemu ya kutoa huduma za afya kama ilivyo hospitali, hapana. Ni sehemu za kwanza tu, ni entry point ya kwanza ya huyu mwananchi. Yes, kwa mfano mtu anaona hospitali kule ni mbali, lakini kuna huduma ya msingi anaweza kaipata hapa ya kwanza. Kwa mfano mtu anaumwa sana na kichwa, hujui shida ni nini. Kupewa paracetamol ya kutuliza maumivu haimaanishi umetibu kile kichwa, kwa sababu hatujui shida ni nini. Utatuliza maumivu wakati huo unaenda hospitali. Fuata taratibu zingine. Fuata taratibu sasa ukajua shida ni nini, nipewe dawa sahihi sasa. Kuna baadhi ya vitu vya msingi kwenye haya maduka nao ni mengi. Sasa mengine anaibuka, lakini bado tunaendelea kuyasajili, lakini tunawasihi hawa wananchi wanaotaka kutoa hizi huduma ni kwamba taratibu zipo. Tuna kanuni zetu zimetengenezwa mwaka 2019 ambazo zinasajili haya maduka ya dawa muhimu. Tuna muongozo umeanzia tangia mwaka 2005 upo 2015 upo muongozo wa maduka ya dawa muhimu ambao nao unamuongoza mwananchi au unamuongoza mdau yeyote anataka kuingia kutoa hii huduma, taratibu gani azifuate mpaka asajili duka lake. Kwa wengine wanaosajili bila kujua au wanaoanza huduma bila kujua, tunaendelea kuwapa elimu, lakini pia mamlaka mbalimbali zilizo maeneo husika kuendelea kuelimisha wananchi na kufuatilia ili wahakikishe wanafuata.